Hebu mpigie Mungu makofi mengi sana. Ya Mungu sidhani kama yametosha. Eti ya Mungu yametosha, hebu ongeza mengine kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana watu wa FPCT Mlimani. Mimi najisikia vizuri kuwepo hapa. Lakini kabla ya kuendelea niwatambue ndugu nilioambatana nao, lakini kwanza kabla ya yote nipende kushukuru uongozi wa kanisa la FPCT Mlimani kiongozwa na baba yetu Pastor Filipo. Lakini nimeambiwa hayupo hapa, lakini mama yupo, na mimi ndio mtu wa kwanza mwenye uwezekano wa kuzifikisha hizo salamu. Lakini wako wazee wa kanisa, tunawashukuru sana kwa kupokea ombi letu la kuwepo hapa. Lakini Mungu awabariki washirika wote wa FPCT Mlimani. Mahali hapa ni pazuri. Hebu mpigie Bwana makofi kwa ajili ya mahali hapa. Lakini wakati ninapoongea napozungumza, niwaombe viongozi wa Kasweta UDSM ambao nimeambatana nao hapa, lakini pia members wote wa Kasweta UDSM, tukiwa tunasimama mahali tulipo kwa ajili ya utambulisho watu hao watutambue. Sio tu kwamba umevaa t-shirt hapa, simama pia wakutambue. Wale viongozi tusogee mbele, alafu member tusimame wote wa Kasweta UDSM. Hata kama sio mwanakwaya, lakini member wa Kasweta UDSM mko ndani. Viongozi tufanye haraka, tusipoteze muda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni uongozi ambao wa season ya 14 ambayo inaelekea mwisho. Tulipokea season ya 13 kutoka kwa mwenyekiti Jeremia Bujaga. Sisi ni season ya 14, lakini hawa ni baadhi ya viongozi. Jumla ya viongozi ni 51. Kama tukua inakuwa na viongozi 8, lakini viongozi wa idara wanakuwa zaidi ya 43. Sasa hawa kwa sababu ni wachache, wamekuja leo ni wachache, niwape fursa ya kutambulisha jina na title yake pale Kasweta UDSM. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa jina langu naitwa Rhoda Jackson, ni mhazini Kasweta UDSM. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Jina langu naitwa Daudi Justin, mwenyekiti wa maombi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Neshek Mkarogo, ni mwenyekiti wa kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Agnes Mbihili, ni makamu mwenyekiti wa idara ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Josephine Silvanus, ni katibu wa kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Shukuru Kibitanyi, ni makamu mwenyekiti kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Cecilia Dule Shemasi. Bwana asifiwe. Naitwa Mwaisuma Levocatus, kiongozi wa idara ya vyombo. Mungu awabariki sana. Hao ndio viongozi, lakini wale watu waliosimama pale nyuma ndio baadhi ya memba zetu. Tuko wengi sana, tutatamani siku moja tufike, japo Mungu awape neema, tukija siku hiyo mtatuachia viti, maana tutakuwa wengi. Kwa hiyo hawa ndio members wa Kasweta UDSM, wakiwemo wengine ni wanakwaya, lakini wengine sio wanakwaya, lakini ndio watu ambao tunatumika nao kutekeleza maono ya Mungu pale Kasweta UDSM. Mungu awabariki sana viongozi wangu. Mungu awabariki. Lakini kwa kumalizia, nimtambulishe mwenyekiti wangu hayupo hapa, alinipa uwakilishi wa kufika hapa. Mwenyekiti wa kike anaitwa Rehema Swai, lakini makamu wake anaitwa Samson Lukumai, lakini yuko katibu mkuu. Kwa hiyo ni jambo ambalo namshukuru Mungu, lakini nashukuru tangu nikiwa mwaka wa kwanza, wa pili na huu wa tatu, nafikiri FPCT toka kule mpaka hapa nimefanikiwa kupata nafasi ya kufika. Kwa hiyo tunawapenda sana na tutaendelea kuwatembelea sisi wengine hata baada ya kumaliza, Mungu akitupa neema ya kuendelea kuwepo hapa mjini. Na kwa namna hiyo tunamshukuru Mungu, sisi kama Kasweta UDSM wiki hii tulikuwa tunatekeleza moja ya maono ambayo yamekuwa yameanza. Hii ni season ya 3 ambayo ni ibada inaitwa The Night of Making Covenant. Tulifanya siku ya Ijumaa pale katika viwanja vya shule ya msingi Mseo. Kwa hiyo tumetoka kwenye maono hayo siku ya Ijumaa, lakini tukasema siku ya leo lazima tufike tuwasalimie watu wa FPCT Mlimani. Na kwa kutupokea tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo.
Na wakati huu niende moja kwa moja kwenye somo ambalo tutashirikishana siku hii ya leo, na kwa muda ambao nimepewa, nafikiri ni muda mwingi sana ambao utatufaa sisi wote kwa pamoja. Kama unaandika, andika uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Na katika utangulizi nataka nikupe maana mbili za uwepo, alafu maana mbili za uwepo wa Mungu. Na namba moja, kwenye maana ya uwepo, tunasema ni hali ya mtu kuchukua nafasi katika eneo au tukio fulani. Ni hali ya mtu kuchukua nafasi katika eneo au tukio fulani. Lakini namba mbili, ni hali ya mtu kutambuliwa kuwa amehudhuria au yupo katika eneo fulani. Ni hali ya mtu kutambuliwa kuwa amehudhuria au yupo katika eneo fulani. Sasa tukizungumzia uwepo wa mtu, labda tukisema mtu yupo kanisa, yaani uwepo wa mtu kanisani, maana yake tunatarajia amechukua sehemu ya nafasi ndani ya hili kanisa. So tunaona either physical presence yake, yaani na kwa wanadamu maana yake sisi tunaonana physical, ndivyo sio ukasema mwenzako unamuona kiroho. Hapana. Kwa hiyo tunatambua au inakuwa nafasi yako katika ile eneo husika imeonekana. Kama hapo tunapozungumzia uwepo wako kwenye ibada hii, tunamaanisha nafasi yako kwenye hii ibada. Tunamaanisha hudhurio lako kwenye hii ibada. So uwepo ni kutambua hilo hudhurio lako kwenye hili eneo. Tunapoenda kuzungumzia uwepo wa Mungu, maana yake natamani tuangalie hudhurio la Mungu kwenye tukio au ibada tunazokuwa tunazifanya. Tunapozungumzia uwepo wa Mungu, maana yake ni kutambuliwa ni kutambuliwa kwamba Mungu amehudhuria na yupo eneo ambalo tunafanya ibada, au kutambua ya kwamba ndani yangu kuna nafasi ambayo Mungu ameichukua, kwa hiyo yumo ndani. Yaani uwepo wa Mungu ni kutambua kama ni ndani ya mtu, maana yake Mungu yumo ndani ya mtu. Kama ni ndani ya kanisa, maana yake Mungu yumo ndani ya ibada. Kwa hiyo hiyo inabeba tafsiri ya uwepo wa Mungu. Sasa uwepo wa Mungu tunasema namba moja ni hali ya Mungu kuchukua nafasi katika ibada au moyo wa mtu. Hali ya Mungu kuchukua nafasi katika ibada au moyo wa mtu. Maanake Mungu anapohudhuria, anapokuwepo kwenye ibada, mahali hapo kuna kitu cha kwanza ambacho hatukwepi kukitambua kuwa pana uwepo wa Mungu. Lakini namba mbili, ndani ya moyo wako Mungu anapochukua nafasi, maana yake ndani yako kuna uwepo wa Mungu. Lakini namba mbili nasema ni hali ya Mungu kuhudhuria katika ibada au kusanyiko. Ni hali ya Mungu kuhudhuria katika ibada au kusanyiko. Kuna mfano nataka nikupe hapa kabla sijakupa pointi kadhaa ambazo ndio zitalenga zaidi kutia mkazo kwenye hili somo, ya kwamba wakati rais anakuwa amefika katika eneo fulani, ule uwepo wake mahali pale mara nyingi huwa unaambatana na vitu vingi sana. Namba moja ni recognition, au yani kutambuliwa kwa ile heshima aliyokuwa nayo, ile mamlaka aliyokuwa nayo. Lakini namba mbili, maandalizi yake ya eneo lile anapokuja rais huwa hayawi ya kawaida. Kwa nini wakisema anakuja rais maeneo yale yanatandikwa vitambaa, lakini wakisema anakuja Michael kama nilivyo mimi watapata kawaida? Maanake ni akili ya kutambua kwamba huyu anayekuja namna yake ya kuwepo hapa inahitaji mazingira haya. Lakini pia anayekuja haambatani yeye peke yake. Heshima aliyokuwa nayo, atakuja na jopo na vitu vingi zaidi ya ambavyo mimi ningeenda. Unajua mimi ukinialika nyumbani kwako nitakuja mimi kama mimi wakati mwingine. Hata kifungashio nisibebe. Lakini unapomwalika rais, safari yake tu ina magari zaidi ya 50. Kwa hiyo anapokuja kwenye eneo husika, anakuwa yuko kwenye msafara mkubwa, ameambatana na waziri, ameambatana sijui na wakurugenzi, ameambatana sijui na wabunge, anaambatana na watu wengi sana. Mtu akifika eneo hilo, cha kwanza anatambua aliyeko hapa is not a normal person. Ni mtu unique, ni mtu wa pekee. Kwa nini hapo magari haya? Hawezi kufikiria pale kuna mtu mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anapata magari 50 wapi? Eti msafara wa magari 50. Hata kama unasoma yudizi, hauwezi yaani eti wakakualika ukaenda na magari 50.
Lakini mtu anapoona pale kwamba kuna jopo kubwa la magari, kuna umati mkubwa, kuna watu wengi sana wamehudhuria katika eneo hili, cha kwanza anachotambua, hapa pana mtu mkubwa, hapa pana mtu mzito. Lakini faida namba moja ya uwepo wa rais katika eneo hilo, maandalizi yamekuwa ni ya gharama, kwa sababu ni mtu wa heshima, ndio amekuja na watu wengi, lakini tunafaidika katika eneo hilo, kwa sababu ndipo ambapo ataanza kusikiliza, haya watu wa sehemu fulani labda Tanganyikeni, mna changamoto gani? Tutamwambia rais, na changamoto hii na hii na hii, ataamua, anatupa majibu, anaitatua. Kama kuna kero fulani na fulani, tunamtajia, anaitatua. Lakini eneo hilo ulinzi pia huwa unakuwa umeimarishwa. Kwa hiyo ukiwepo katika eneo lile, maana una uhakika zaidi wa usalama. Lakini baada ya hapo, kila kitakachokuwa kinazungumzwa, majibu yake yanatoka papo kwa papo. Sasa faida ya rais kuwepo hapo, inaondoa middlemen kuwa wengi. Maanake pale anasikiliza moja kwa moja, akitoa majibu anatoa moja kwa moja. Tunapoenda kutafakari kuhusu uwepo wa Mungu, tunazungumzia kuwepo kwa Mungu mwenyewe. Kama ni kwenye ibada, yani Mungu anakuwepo, tuone kama ameambatana na wabunge kutoka mbinguni, tuwaone ya kwamba wabunge wako hapa. Kama ameambatana na mawaziri, tunashuhudia ya kwamba mawaziri wako hapa. Kama ameambatana na wakurugenzi, kuhisi ile presence ya wale wakurugenzi wa mbinguni wamehudhuria katika eneo hilo. Rais anakuja na hilo jopo. Ni mifano ambayo ina reflect nini ambacho tunaishi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo uwepo wa Mungu maana yake ni lazima tuone ile nguvu inaingia ndani yetu. Ni lazima tuone mahali hapa kama pamejaa. Unajua wakati mwingine kujihisi wachache ibadani ni kwa sababu tu labda uwepo wa Mungu unakuwa hujashuka. Ila uwepo wa Mungu automatically ukishuka, unakuwa unaona kama uko eneo la watu wengi. Na ndio maana kuna wakati kama uliwahi kuwa unaomba peke yako, alafu uwepo wa Mungu ukakushukia, hata sauti yako huwezi jua unaitoa kwa nguvu kiasi gani. Unahisi kama ni eneo ambalo mko wengi na ibada inaendelea, lakini mahali hapo uko peke yako, ila umetembelewa na uwepo wa nani? Wa Mungu. So nilikuwa na kuonyesha mazingira na maana tunachotaka kuzungumzia ni nini kuhusu uwepo wa Mungu. Maanake Mungu kuwepo kwenye ibada, tukaona yale mazingira kwamba mahali hapa Mungu anagusa watu, kuna mtu yule anapona, kuna mtu yule anafanya hivi, kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanatokea. Uwepo wa Mungu, simesema ishara kwamba mahali hapa pana mtu mkubwa, maana kuna vitu vingi vinaonekana, msafara wake sio wa kawaida. Kwa hiyo hata Mungu, uwepo wa Mungu unapokuwepo kwenye ibada, kuna alama huwa zinaanza kuonekana, kuna vitu vingi vinakuwa vimeanza kuonekana. Kwa hiyo nataka nikupe na sehemu mbili tu ambazo ni fupi, zina pointi 2 mpaka 3. Nataka nikupe tusome kwanza katika kitabu kile, kwenye Biblia afungue kitabu cha Kutoka ile sura ya 16 mstari wa 10, lakini kitabu kile cha Kutoka sura ya 24 mstari wa 10 pia. Alafu baada hapo tutakuwa tunaingia kwenye kipengele cha kwanza ambacho kina pointi kama 3 ambacho kitakuwa kinabeba sasa msingi wa hili somo. Naamini kwamba umeelewa tunamaanisha nini tunapozungumzia uwepo wa Mungu. Aliyepata hicho kitabu cha Kutoka, nisomee kwa haraka sura ya 16 mstari wa 10. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa 10. Ndio. Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama utukufu wa Bwana ulionekana katika hilo wingu. Utukufu wa Bwana ulionekana katika hilo nini? Wingu. So uwepo wa Mungu, kumbe tuna uwezo wa kufanyaje? Wa kutambua kwamba hapa Mungu yupo. Ulipotoka ukapita makanisa mengi, ulipokuja FPCT Mlimani, na tamani ya kwamba fakta yako ya kwanza ya kubaki hapa, ulifika ukashuhudia mahali hapa pana uwepo wa Mungu. Kama Agano la Kale waliona, si zaidi sisi ambao tuna Roho Mtakatifu ndani wa kutujulisha kwamba mahali hapa pana uwepo wa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikutazamishe kwa habari ya namna ambavyo uwepo wa Mungu unakuwa. Sasa tuache hilo andiko lingine, twende kwenye vitu hivi vya msingi, mambo yanayoruhusu uwepo wa Bwana kutuhudumia. Mambo yanayoruhusu uwepo wa Bwana kutuhudumia. Soma kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 3 mstari wa 5. Mambo yanayoruhusu uwepo wa Bwana kutuhudumia. Kuna vitu viwili tofauti hapo. Cha kwanza ni uwepo wa Mungu, alafu cha pili kuhudumiwa na uwepo wa Mungu. Si ndivyo? Hivi kanisani wote watu tunahudumiwa sawa? Yaani nikachukua experience ya mwenyekiti wetu mstaafu Bujaga, nikachukua ya Bujaga wake mdogo, najua hapa yuko na mdogo wake.
experience yao inakuwa ni tofauti. Sasa kuna mambo yanayosababisha, yanayoruhusu kuhudumiwa kwa Mungu na Mungu. Aidha mmoja ahudumiwe, mwingine asihudumiwe kabisa, au wote wahudumiwe lakini katika viwango tofauti. Soma hilo andiko. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Alafu utasoma kwa wakati wako kitabu cha Yoshua 12:11. Sasa katika somo hili Mungu alikuwa ananipitisha zaidi katika kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka ndipo ambapo uwepo wa Mungu Musa alikuwa anaushuhudia mara nyingi sana Musa. Na kwa mara ya kwanza Musa anashuhudia uwepo wa Mungu ilikuwa ni katika eneo ambalo alikuwa akiendelea na shughuli zake. Alafu ghafla anakuta kichaka kinawaka moto. Manake Musa kile kitu kilimshangaza kwamba hii kitu sio ya nini ya kawaida. Ndani ya miaka yangu labda 35 sijawahi ona kitu cha namna hii. Mahali hapa pana kitu cha pekee. Kuna kitu ambacho kinatokea mahali hapa. Na huenda aliyeko hapa ni mtu wa tofauti sana. Akasikia sauti inamwita, ikamsogeza mahali pale. Lakini alipofika hakuruhusiwa kuhudumiwa au kusikia chochote kile kinachotoka kwenye sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu alikuwepo pale, pasipo kwanza kuwa na jambo ambalo litaruhusu ule uwepo wa Mungu ufanye kazi ndani ya Musa au uzungumze na Musa. Maana yake it is possible Mungu akawepo hapa na asiongee na wewe na usimuone kamwe na asiruhusu kabisa uhisi chochote kile. Musa, Mungu yuko pale tayari, ameanza kusikia hapa pana Mungu hapa. Lakini namwambia kanuni ya kwanza, ndio niko hapa, but siwezi kukuhudumia, sitazungumza na wewe mpaka kwanza uwe na jambo litakalonifanya nikuhudumie. Biblia inasema kwamba akamwambia mahali hapa nilipo. Sifa ya kwanza rais tumesema anaheshima mahali anapokaa panasafishwa. Musa anaambiwa kwanza mazingira yako hayaruhusu rahisi kukaa hapo. Kwa hiyo cha kwanza vivue viatu vyako, uwe na mazingira ambayo una uwezo wa kuingia hapa. Viatu vyako havistahili kukaa mahali ambapo mimi nipo. Sasa ili tuzungumze, cha kwanza kubali viatu na vitoe. Kama uvitoi, endelea na safari yako. Ndio kanuni ya Mungu. Anapokuja anahudhuria kwenye ibada, kuna wakati anazungumza na wewe, anakuambia mwanangu, kuna jambo liweke sawa. Ukikubali uwepo wa Mungu unaingia ndani yako, na ndipo mahali ambapo unaanza kusikia Bwana anasema ndani, na ndipo mahali ambapo unaanza kusikia hakuna bubujiko linatokea, hakuna bubujiko linatokea. Na ndipo utasikia mtu alikuwa amesimama anasema, na Biblia inasema ya kwamba kwa huyo roho aliaba uwepo wa Mungu ukishuka, roho anajaa ndani, alafu unajikuta tayari umeanza kubadilika na kutoka kusema baba inakuwa ni aba ansimondatanaeles, unaanza kuhama, kwa sababu mazingira yanaruhusu uwepo wa Mungu kuanza kufanya kazi na wewe. Sasa Musa, ni hali yako, unavua viatu tuongee au huvui? Lakini mimi niko hapa. Yaani sio kwamba sipo. Hivi najua hapa Mungu yupo. Ndio maana kuna wengine wanahama makanisa wakachukue maji, nafikiri kwa sababu yani uwepo wa Mungu sio kanisani haupo, ila mazingira ya yeye hayaruhusu Mungu kuhudumu. Yaani mahali hapo pana uwepo wa Mungu. Hapa usije kama FPCT unasema pale mahali sio pa moto, sio wa moto wewe. Yaani mazingira yako wewe ndio hayaruhusu Mungu kuongea na wewe. Nikienda kule nabii anasema naona kuna mtu mmoja ana kansa ya koo. Wewe kwenye umati wote yule akosekane mtu mwenye kansa ya koo? Hata wewe huwezi kusimama kwa nabii. Hivi kweli umeenda pale umekusanya labda uwanja wa MDC mule pale, umekusanya wanafunzi wengi, umkose mmoja mwenye shida. Yaani umkose mmoja mwenye shida utakayetamka hamna bwana. Haiwezekani. Kwa hiyo hata wewe ukiamua kuwa nabii unaenda umkose mtu. Sasa unaenda kwa watu wanaobashiri na wanawapata. Wakitoka utana anasema nilikuwa sijui sina nabii, hamna. Yaani unaanza kupagao, hamna. Uwepo wa Mungu hapa upo, ila kama haudumiwi, kumbuka hiki kitu Musa anaambiwa cha kwanza
unavua viatu vyako, ndiyo biashara ya mimi na wewe ifanyeje? Iendelee. Yaani nje na hapo, niko hapa, utaendelea kuona kichaka kinawaka moto. Yaani kichaka kitafaidi uwepo wa Mungu kuliko wewe. Usipo consider mazingira, yaani kichaka kitafaidi uwepo wa Mungu kuliko wewe. Musa alipovua anaanza kusikia maelekezo. Amen. Si unatamani maelekezo ya Mungu wewe kwenye maisha yako? Lakini cha kwanza ni lazima uwe na mazingira yanayoruhusu uwepo wa Mungu kuwepo kwenye nini? Kwenye maisha yako. Hivi viatu unapovua sijui, vua viatu vyako. Yaani lazimisha uvue viatu vyako. Hicho ndio kitu cha kwanza. Uwepo wa Mungu unapokuwepo hapa, lazimisha kuvua viatu vyako. Roho Mtakatifu huwa anakuwa ni mwaminifu. Unapokuwepo ibadani anakuambia, mwanangu, kuna kiatu hiki, weka pembeni. Sasa wewe unaanza kung'ang'ania, hiki cha kwangu, hiki cha kwangu, hiki cha kwangu. Anakuambia, mwanangu, sawa. Anakuja mtu hajawahi kuokoka, anahudumiwa na uwepo wa Mungu, na baada ya hapo anakuja kusalenda kwamba nimekutana na Mungu, anataka kuokoka. Alafu wewe mwenye miaka mitatu you remain the same. Kwa hiyo ina maana kuweka mazingira yako vizuri. Kuvua viatu ni ishara ya usafi, kwamba huwezi kusogea mbele zangu ukahudumiwa na uwepo wangu ukiwa mchafu. Huwezi ukamwambia rais hapa, naomba tuzungumze, alafu upo kwenye kibanda kana majani hivi na hivi. Utalazimika utafute mazingira ya kukodi hata hoteli kubwa ambayo ukuwa unaweza kuikodi, ili upate access tu ya kuhudumiwa na rais akiwepo pale. Kwa hiyo kuna gharama ya kuandaa nini? Mazingira. FPCT Mlimani leo pako hivi. Sijasema nasema. Siku FPCT mchungaji akasema, namwita makamu wa rais au waziri. Nakuja mshangae hapo patakapokuwa. Yaani kunaweza ukawa siki kuna vitambaa hapa kimetandikwa, siki kinafanya nini? Commit zile criteria za yule mtu ambaye tunatamani awepo hapa, akifika aone hawa watu wanajielewa, wametambua mimi ni nani, wameandaa mazingira ambayo yanaendana na namna nilivyo. Sasa nataka nizungumze na wao. Anamwambia Musa, sasa mwanangu, nataka nikupe kazi. Kuna wakati mwingine unajiendesha kwenye maisha wewe kama wewe unachokifikiri, kwa sababu uwepo wa Mungu hujauruhusu ukuhudumie kwa sababu ya mazingira. Twende namba 2. Hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba ili uwepo wa Mungu ukuhudumie ni mazingira ya eneo au mtu husika. Kitu cha pili nasema ni utayari wa kupokea. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 20:18 mpaka 19, nisomee. Kwa hiyo cha kwanza, unaweza ukawa umeandaa labda mazingira, lakini uko tayari kupokea. Una uwezo wa kumudu hayo mapokezi Mungu atakapokujilia. Soma hicho kitabu. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 18. Mimi nasema, watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka moshi. Na watu walipoona hayo wakatetemeka, wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi utasikia, bali Mungu asiseme nasi, tusije tukafa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wana wa Israeli nilikuwa najifunza vitu vingi kwao. Sasa walikuwa ni watu ambao wanatamani na wao Mungu wasikie ule uwepo wa Mungu na Mungu aseme na wao kama alivyo Musa. Lakini kumbe walikuwa na utofauti hapo. Musa alikuwa na uwezo wa kupokea uwepo wa Mungu, uwezo wa kuusikiliza, uwezo wa kutulia na kubeba maelekezo yatakayotoka kwenye ile sauti ambayo imekuja kutokana na Mungu kuwepo. Na wao wakataka hiyo, na ndio wakataka hiyo nafasi. Unajua kuna wakati hapa mtu anaponena anasema likatana moja, anainama anagaragara, anasema natamani kama ile ikikujia umejiandaa kuipokea, kwa sababu unajijua kabisa wewe ni salobalo. Mungu anakujilia. Yaani natamani labda mtu anapokuwa anagaragara, nilimwona kuna jamaa alikuwa anaongoza maombi amelala. Ile kitu haitokea kitu ukaanza kuifikiri kichwani. Akili zinakataga. Eti uweze kuonekana hapa unagaragara, sijui mtoto wa kiume anaanza sasa hii inaonekanaje? Ndio maana nasema uwepo wa Mungu unaweza ukawepo, ila uko tayari kupokea huo uwepo na maelekezo yake ndio ukuhudumie.
Sasa wamekubali kwamba tunatamani Mungu aseme nasi, uwepo wake na sisi tuone. Wewe Musa ukienda mlimani unasema Bwana amesema. Mchungaji Filipo akija ananiambia, anasema kwamba wanangu, Bwana ananiambia mwaka huu tutatembea hivi. Nasema wewe mchungaji, kila siku Bwana aseme na wewe na sisi aseme. Bwana anasema nakuja kusema na ninyi watoto wangu. Alafu anakutana na shalobalo mmoja hivi, yani hana habari kabisa, alafu anataka akutane na huo uwepo. Sasa ukija unakuta umeanza kusikia kuvibrate. Yaani uwepo wa Mungu umekujilia, ndio unaingia. Unaanza kusikia kutetemeka. Unaambiwa mwanangu piga magoti. Galagala. Na sasa kupiga mahesabu. Haukuwa tayari kuhudumiwa na huo uwepo. Ndio maana uwepo wa Mungu unaweza ukawepo, nimekukumbusha hicho kitu, lakini usihudumiwe kwa sababu Mungu anaona kabisa hauko tayari. Yaani ule uwepo ukishakujilia, badala ya kunufaika nao, unakutengenezea hofu, unakutengenezea namna ya kukwepa tena, kwa sababu unaona hii inanitilia aibu hii. Inanitilia aibu. Na ndio maana haimaanishi uwepo wa Mungu haupo kanisani, but wanaonufaika nao ndio tunakuwa tuna shida. Hatuko tayari kupokea maelekezo ya uwepo. Ikatokea pale la cha. Nasema nataka tuone kanisa liwe na matendo makubwa. Haya, Mungu anakuja pale, kila kitu pale kinaonekana. Haya, huyo hapo. Nashangaa hapo wengine ndio wameshafungua mlango. Tulikuwa tunaita uwepo wa nani? Wa Mungu. But hana uzoefu, hana uwezo wa kuhimili ule uwepo wa nani? Wa Mungu. Kishatokea hadi pale anahisi amepiga shoti anaondoka. Tulikuwa tunaomba uwepo wa nani? Wa Mungu. Israeli wakaona kile kitu wakasema hapana, hii sio type yetu, tumwachie Musa. Ndio maana kuna mambo kanisani wameachiwa wakina nani? Wakina Musa. Tukisema wapendwa, nataka tukutane na Mungu, tunaanza kuomba, tunakubaliana wote, jamani tuinue mikono. Haya twende hivi. Uwepo wa Mungu unaanza kuingia kwa huyu, unaingia kwa huyu. Sasa hapo watu ndio wanaanza kutofautiana. Wakisema tupige magoti, mwingine anaanza kuangalia suruali yangu nyeupe. Hapa nianze kutandika kitambaa. Hautapata hata siku moja. Yaani hata siku moja hautafanyaje? Lazima uruhusu, uwe na uwezo wa kupokea huo uwepo, uwe na utayari wa kupokea huo uwepo. Eti wewe mtu unamuita njoo unisalimie, nataka tusalimiane, afu akifika anataka kusalimia anaanza kugeuka anaongea na mtu mwingine. Wa nini wewe? Unamweka kama. Sasa Mungu anakuja kwako, umesema Mungu nataka kuzungumza nawe, afu anaona kabisa hiki kichwa hakiko vizuri. Hebu tutengeneze mazingira ya kuruhusu uwepo wa Mungu ufanye kazi ndani yetu. Shida imekuwa kwetu, makanisa yetu ya Pentecoste watu sasa hivi wanakimbilia huko. Hayana shida kwamba ni shida inakuwa gani? Kwani kanisa likiitwa FPCT pale lina shida gani eti? Wewe ushaikuona hapa pana shida? Wenye shida si watu. Watu wana shida kwa nini? Uwepo wa Mungu unashuka ila hawako kwenye utayari wa kufanyaje? Wa kupokea. Hautamwelewa mtu kwa nini nakwambia mtu analala pale. Sasa hivi hautamwelewa, lakini ukiruhusu kwamba uwepo wa Mungu ukinijia liwalo na linaliwe, hata kama wa kiume uwepo wa Mungu ukikujia ukikwambia mwanangu lia, unaanza baba unaendelea, afu nakuta nguvu zimejaa. Sasa umekaa na mke wako au umekaa na rafiki yako, unakuta sasa uwepo wa Mungu umekuja, unakwambia haya mwanangu, sasa nataka nianze kuhudumia. Jamaa ameanza kunisikia, unazima, haukuwa tayari. Tunaelewana vizuri. Najua kuna watu hicho kinawatokea na ni mashahidi hapa ndani. Yaani kuna mtu anahisi hii ni simulizi la aliyesimama pale mbele, au kuna mtu hapa linamuhusu. Acha kuforward mambo. Hilo jambo usifanyeje? Usiliforward. Ni la nani? La kwako. Hebu mwambie mwenzako hilo ni la kwako. Maana kuna watu tuna forward sana na hizi hili neno hili mtumishi amekuja hili neno kwa ajili ya mtu fulani, hapo kwa ajili ya mtu. Hili ni kwa ajili yetu, sawa? Lakini namba 3 ya mwisho kwenye mambo yanayoruhusu uwepo wa Mungu kutuhudumia ni uwezo wa kutulia na kuvumilia kwa muda mrefu. Utasoma Matendo 2:1, lakini tusome kitabu cha Kutoka sura ya 24 mstari wa 16 mpaka 18. Uwezo wa kutulia na kuvumilia kwa muda mrefu. Ndio umeruhusu mazingira, umeshapokea uwepo wa Mungu. Ndio yule mkuta mtu ameshaanza tu kunena, ameanza kunena, anakumbuka yaani ibada hii inatakiwa iishe kwa wakati, natakiwa niwahi Kariakoo. Kariakoo inaondoka, yaani Kariakoo inapochukua nafasi, uwepo wa Mungu unaondoka wote. Una uwezo wa kutulia na kuvumilia mpaka huo uwepo umalize kuhudumiwa. Yaani kuna wakati mwingine kuna mtu anaanza kuhudumiwa ila hafiki kwenye point ya kuwa satisfied.
Mungu akikuhudumia kwenye engo ambayo uko satisfied, hamna mtu amewahi hudumiwa na Mungu akabaki kama alivyo. Yaani ukitoka leo ulikuwa Michael wa leo, kesho umekuwa Michael yule yule, na unasema ulikutana na uwepo wa Mungu. Tunakukatalia kwa jina la Yesu Kristo kukutana na uwepo wa Mungu wewe. Mungu hayuko hivyo, sawa? Twende tusome hilo andiko, tuangalie kwamba kwa nini inahitajika mazingira ya uwezo wa kutulia na kuvumilia. Some kitabu cha Kutoka sura ya 24 mstari wa 16. Biblia inasema, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai, lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamwita Musa kutoka katika lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40, hiyo tu mchana na usiku. Nilikuwa naitafuta hiyo siku 40. Musa alianza process. Kwanza alishaandaliwa hayo mazingira, viatu ameshavua, ameanza kukutana na uwepo wa Mungu. Biblia inasema anapopandisha katika ule mlima, anaanza kuona ishara ya uwepo wa Mungu. Akakubali, akazama kwenye ule uwepo wa Mungu. Sasa ule uwepo wa Mungu ndio unaanza kumhudumia. Biblia inasema Musa akakaa hapo siku 40 mpaka uwepo umalize kazi yake, ndio naondoka naenda kwa wana wa Israeli. Jamaa alikuwa sijui aisi njaa huyu jamaa. Hivi kwani uwepo wa Mungu unakuwa ndani, alafu tunafikiria kuhusu Kariakoo? Sisi inabidi tuanze kuangalia vizuri. Tuanze kujiangalia vizuri. Kwa sababu nasema Biblia alipopanda kule mlima, alipoingia kwenye ule uwepo wa Mungu, akaanza kuwa na utulivu, akaendelea kusikiliza ndani ya ule uwepo wa Mungu mpaka zinafika siku 40 yuko within uwepo wa Mungu. But mimi na wewe hatujawahi kuwa na utulivu ibadani hata wa masaa 5. Yaani kuna mtu hapa anatamani ingekuwaga ibada inaisha saa 3, Bwana angekuwa ni mwema sana. Yaani ianze saa 1 na dakika 45 iishe saa ngapi? Saa 3. Mungu alikuwa na maana siku sitafanya kazi. Ndio maana kazi tunatakiwa tufanye. Sisi Musa alikuwa yeye kazi yake ndio hiyo. Sisi tunafanya nini? Kazi. Lakini usiwe na purukushani ya kuwahi kukimbia kwenye uwepo wa Mungu. Ukiona praise wanaimba, muda wa kumaliza umefika, lakini unasikia kiongozi wa praise anakwambia ita Bwana, tulia kwanza. Kuna kitu hapo cha wewe mwenyewe. Sasa yule jamaa anachelewa kumaliza ibada, kwa lazima aimbe. Uwezo wa kuvumilia na kufanyaje na kutulia mpaka ile kitu imalize kazi. Wewe unafanyiwa operation, afu unasema nilikuwa na miadi saa 6. Haya, wanakufunga tumbo haijakamilika vizuri, nenda kwenye miadi. Hatari hapo inakuwaje? Haijamalizika, si ndivyo? Lakini ulikuwa una haraka, yaani daktari anafanya kazi yake. Umekubali appointment ya kufanywa nini? Upasuaji, si ndivyo? Upasuaji unafanyika, but ulikuwa umeshaweka isha kwa baada ya upasuaji saa 6 tu. Labda ulikuwa ni upasuaji mdogo, labda wajibu tuchukulie. Ukifanywa ule upasuaji, baada ya hapo una appointment ya kukutana na Kariakoo. Sijui kwa nini nasema Kariakoo sana. Eti nasema. Kwa hiyo sasa wakati yule anafanya upasuaji na ameshaanza kuchana, unajua ni bora ungeahirisha ufanye wakati mwingine, lakini ukishakuwa umeanza si lazima umalize. Usipomaliza maana yake unasababisha nini? Haikamiliki yale matibabu. Sasa kuna watu hapa Mungu anaanzaka kuhudumu na kukusaidia kwa habari ya maisha yako, lakini unakatisha ule muda kabla operation haijaisha, na Mungu alikuwepo pale maalum kwa ajili ya wewe. Hivi sisi ni kina nani kweli? Yaani Mungu anakuwepo maalum kwa ajili ya mimi, akae muda wote ananihudumia, anifanyie operation, anitengeneze mpaka nikamilike, lakini anamwambia Mungu hebu hata nitamalizia kesho ili sasa hivi niondoke. Hamna, tulia. Usiongozwe kwa sababu ya timetable tu ya ibada. Timetable ya ibada iko systematic kusaidia mambo kwenda vizuri. Ila ibada imeisha, unasikia Mungu anasema na wewe uendelee kubaki kanisani. Sijui kama eti wazee wangu umewahi sema hapa mlango lazima ufungwe saa 6 wote nyumbani. Nimewahi sema hivi. Kwa hiyo tunakimbiaga wenyewe. Na ukienda nyumbani unaenda kufungulia series na ni Jumapili na Jumatatu ukitoka unaenda zako Kariakoo. Kwa hiyo tunatakiwa tuelewe kwamba lazima tuwe na uwezo wa kutulia ili turuhusu
mpaka connection imalize nini? Kazi yake. Sawa? Yaani mpaka lazima connection imalize nini? Kazi yake. Hebu jifunze haya mazingira. Siku 40 wale jamaa walikuwa wanakaa, anapiga magoti anamtafuta nani? Bwana. Inakushindaje masaa 5 haya ya kutulia ibadani? Tena ratiba sio muda wote unaomba. Kama sasa hivi umekaa unasikiliza wewe. Eti unachoona shida nini ya kuanza kukimbia, unachoka hivi. Sasa hivi umekaa unasikiliza. Sasa wale walikuwa muda wote ni kuomba, kuongea na Mungu. Una haraka ya kwenda wapi? Tulia mpaka connection ya Mungu imalize kazi. Kwa hiyo mazingira yako matatu. Cha kwanza, uvue viatu ili kuruhusu usafi wa mazingira ambayo uwepo wa Mungu utakaa. Lakini namba 2, lazima uwe tayari kupokea huo uwepo wa Mungu. Lakini namba 3 na ya mwisho kwenye hicho kipengele, maana yake lazima ukubali kuchukua muda na kutulia mpaka uwepo wa Mungu umalize kukuhudumia. Baada ya hapo, wakianza kusema tu haleluya, unaanza kusikia Bwana ni mwema, yani akakaibada. Safi. Ukitoka hapo unawapa praise team mkono, hongereni kwa huduma. Ila sijui walikuwa wanaimbaje. Wewe umejua ameharibu sauti kwa sababu gani? Yaani ulikuwa unaimba unautafuta uwepo wa Mungu alafu unajua kwamba wameharibu sauti. Haya, tuingie sehemu ya mwisho hapa tumalize na muda wetu umekwishaenda sana. Sehemu ya mwisho nasema matokeo sasa ya kuhudumiwa. Utakapokubali hizo pointi 3 ukazitendea kazi, matokeo ya kuhudumiwa. Namba 1 ni hamu ya ibada. Ukisoma Zaburi 27:4 na Zaburi 84:10, Zaburi 27:4, Zaburi 84:10, Biblia inasema, Daudi anasema, natamani neno moja tu nimelitaka kutoka kwa nani? Kwa Bwana, na ndo nitakalo kuwa nalitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana, ni utafakari uzuri wa Bwana, na nyumbani mwa Bwana ndipo penye uwepo wa Bwana mwenyewe, na nyumbani mwa Bwana ndiko kuna kuguswa na Mungu mwenyewe. Anasema alipo Bwana kuna amani, alipo Bwana kuna furaha, alipo Bwana kuna utulivu. Anasema natamani nikae hapo. Unapohudumiwa na Bwana unakuwa unatamani kuwepo ibadani. Shuleni kule hauna hata 1500 ya kwenda kula mchana hapa. Kauwepo kamekolea, badala upate ladha unaanza kukimbia. Unawahi kule, unaenda kukaa hostel tu unapiga miayo. Wakati ulikuwa umeendelea kukaa hapa. Unaongea na Mungu wako. Ndio maana sasa matokeo moja wapo unaporuhusu kuhudumiwa na Mungu. Cha kwanza unakuwa na hamu ya ibada. Unajua kwa sababu gani? Daudi anatoa sababu, na anazitoa sababu, anasema ni kwa hiyo Zaburi 84 anazungumza kwamba ni heri siku hii moja nyumbani mwa nani? Mwa Bwana kuliko siku 1000 kwenye udhalimu, kwenye mambo ya uovu. Alikuwa ni mfalme. Yaani anaona ikulu haina ladha kama siku hii moja anayopata nafasi ya kuwepo hekaluni mwa Bwana. Sasa kweli kali yako kuna ladha kuliko hapa kanisani jamani? Wakati yako wanisamesha. Au pana watu wengi wanahusika na usiku. Sasa huyo alikuwa ni nani? Mfalme. Anasema hilo ndio neno moja. Yaani neno moja alilolitaka sio kwamba wamuongezee idadi ya nini? Ya floor labda za ghorofa yake kama mfalme. Anayotamani akae nyumbani mwa Bwana, atafakari uzuri wa Bwana. Mchana anasema hapo ndio kuna amani. Unakunja sura muda wote kwa sababu haumalizi kuhudumiwa na uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana ukikuhudumia, hata kama kuna mtu ulikuwa na hasira naye, ukitoka unamkumbatia, unamwambia, wewe ni jamaa yangu, ninakupenda. Ndio maana hasira na machuki hayaishi, na umetoka ndani, kutoka pale nje tayari. Wewe sio mbabe, tulia. Maliza kuhudumiwa na uwepo wa Mungu, alafu natoka nje ukiwa na amani. Ni heri siku moja kwenye uwepo wa Bwana. Hebu tafuta kuiona hiyo ladha ya kusema ni afadhali niwe na muda hata siku moja ya kutulia ndani ya uwepo wa Bwana, nimalize kuhudumiwa, alafu baada ya kunatoka nikiwa mtu mpya tena, mwenye viwango vingine, mwenye fikra na akili iliyo nzuri. Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha akili nzuri, na kumcha Bwana maana yake ni lazima kuambatane na kuhisi ule uwepo wake ambao ndio unakupa hiyo akili nzuri. Uwepo wa Mungu usipokuwepo, sisemi kwamba wewe ni mjinga, ila kuna namna unakosa akili nzuri. Yaani kuna akili kwa inatakiwa iwe nzuri zaidi, lakini unaipunguza kwa sababu unakosa uwepo wa Bwana. Tuende pointi namba 2. Kwa hiyo jitahidi sana unapopata kuhudumiwa na uwepo wa Mungu, unakuwa na hamu ya ibada. Pointi namba 2 imebaki moja, kupata maelekezo
na raha ya safari ya imani. Kupata maelekezo na raha ya safari ya imani. Kutoka 33:14 tumezungumza Musa alikuwa mara nyingi anahudumiwa na uwepo wa nani? Wa Mungu. Mungu anamwambia kwa sababu wakiwa kwenye uwepo wa Mungu, Mungu alikuwa anapata nafasi ya kuzungumza na Musa mara nyingi. Anamwambia uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Na kwa sababu niko pamoja na wewe utapata raha, na ninakuhakikishia hilo mwanangu kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Sasa zingatia kitu hiki. Useme mtumishi alisema nikiwa uweponi mwa Bwana nitapata raha. Hutapitia shida. Kuna tofauti ya hivi vitu viwili. Kuna shida juu ya shida, alafu kuna raha juu ya nini? So nje na uwepo wa Bwana ni shida juu, ila ndani ya uwepo wa Bwana ni raha juu ya nini? Ya shida. Wakati ambapo kijana anakuwa anaona yuko hostel, mambo yaeleweki, bado anaona uwepo wa Bwana, anamwambia kuna jambo linatendeka hapo. Unamkuta yuko na furaha, kamdomo kamependeza, yuko vizuri. Ni wa shida juu ya shida, na kamdomo utajua kabisa ana struggle for independence. Kwa hiyo uwepo wa Mungu una faida hiyo ya kukufanya upate nini? Raha. Haina maana ukiokoka hautakuwa muda mwingine umekosa chakula, umekosa pesa, lakini haitafanana na mtu ambaye yuko nje ya uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana ukiwepo kwako, hata unapokosa pesa, unakupa akili namna gani unapata nini? Pesa. Ila usipokuwepo, maana yake unakuwa sasa umebaki wewe kama sasa, na wewe umeshafikia mwisho, umeshakuwa kipofu, hauoni kuna mahali unaweza ukafanya kitu. Kwa hiyo unabaki na ile shida yako inakutafuna mpaka umekuwa na vidonda vya tumbo, hutaki kufunga kwa sababu ya vidonda vya tumbo havijatokana na mfungo, vimetokana na mawazo. Kwa hiyo inawezekana kusikia raha. Hizo changamoto ni kitu kidogo sana mbele za Mungu, lakini inahitaji uwepo wa Mungu kuwepo ndani. Sio atasema mwanangu tulia ili nitalimaliza. Akiwepo utamsikia anakwambia mwanangu ili nafanyaje? Na alimaliza. Mwanangu kaa, tulia, lala, pata nini? Usingizi. Hayupo. Nani atakaye kufariji? Na baba, kama sisi wengine wanachuo. Baba mimi yuko Iringa, mama yuko Iringa. Kwenye simu kwenye atatunza dakika. Hawezi kuongea na mimi saa nzima. Hiyo hela anachezea ya nini? Wape wadogo zangu. Kwa hiyo ila tunapokuwa na uwepo yupo kila wakati. Na anaelewa uhalisia wa kile unachopitia. Hapa ukija ukiniambia mimi una njaa na hisi wewe jamaa unataka kunipiga tu. Ila Mungu anajua uhalisia njaa, na analiona mpaka tumbo ambalo halina chakula. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unatoa nini? Raha hata kwenye changamoto ulizokuwa nazo. Siri yake ni moja, tafuta uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu utasababisha raha kwenye maisha yako. Changamoto hazikosekani, lakini nimesema kuna kitu kinaitwa raha juu ya shida. Na solution yake ni moja tu, kuwepo na uwepo wa Mungu. Niende pointi ya mwisho. Wakati unasimama mahali ulipo, inasema kusikilizwa na kujibiwa. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inazungumzia kwa habari ya Ibrahimu alipokaa kwenye uwepo wa Mungu. Kisha maliza kuandika, wewe simama tu. Alipokuwa amekaa kwenye uwepo wa Mungu, Mungu anakuja anaongea naye. Anasema hivi, baba, hujanipa uzao. Yaani kitu unakijua baba yangu. Sasa amepata nafasi ya kuongea na Mungu kwa sababu yuko pale. Kwa hiyo anampa vitu ambavyo anataka amueleze Mungu, alafu majibu anapokea hapo hapo. Mara nyingi usipokaa ndani ya uwepo wa Mungu, wachungaji wa watu wao wanatoa majibu mazuri, lakini utawachukia na kuwaona waongo kwa sababu hauna uhakika wa ndani ambao Mungu anakuambia mwanangu, hilo ni kweli. Hawajawa waongo. Ninachokihitaji ni kukaa kwenye uwepo wa Bwana, ambao tunapokaa kwenye uwepo huo, Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alipomwambia Mungu, na Mungu anampa majibu ya kwamba nitakupa uzao na utakuwa baba wa mataifa. Hakuna maswali mengi uko nayo, hakuna wa kuyajibu zaidi ya Mungu mwenyewe. Mtu unayetarajia ukamuulize atakujibu kiasi ambacho wewe utatamani ujinyonge, lakini Mungu atakujibu katika position ambayo utaona una uwezo wa kuendelea. Inua mikono yako ukiwa umefumba macho. Atamani kwa dakika hizi chache kama 1.5-2, wewe kwa namna ambayo unatamani kusikia uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, ili upate hizo faida kubwa za hamu ya ibada, za kupata raha, za kupewa majibu yako moja kwa moja na Mungu. Kama unatamani jambo hili, nataka nikuruhusu umwambie Bwana wakati sasa hapo. Usiruhusu ustaarabu wako hapo.
Hebu acha uwepo wa Bwana uzungumze na wewe. Hebu acha uwepo wa Bwana uzungumze na wewe. Amruhusu Bwana aseme nawe. Bwana yuko hapa. Uwepo wa Bwana uko tayari kuhudumu na watu. Uwepo wa Bwana uko tayari kuhudumu na watu. Bwana anakuhudumia. Bwana anakuhudumia. Bwana anakuhudumia. Acha uko tayari. Bwana anakuhudumia. Acha uko tayari. Bwana anakuhudumia. Acha uko tayari. Bwana anakuhudumia. Mazingira mara nyingi yamekufia, lakini Bwana anataka akuhudumie tena. Mazingira mara nyingi yamekufia, lakini Bwana anataka akuhudumie tena. Mazingira mara nyingi yanakukwamisha, lakini Bwana anakuhudumia. Akupenda ndugu yako, akupenda ndugu yako, akupenda ndugu yako, akujengea haki ya ibada, akujengea haki ya ibada, ili upate majibu yako. Ni muhimu sana katika maisha yako, wala usiwe na tabia ya kufuatisha tena. Uache mpaka umalize kazi yako, uache uwepo wa Bwana mpaka umalize kukuhudumia wewe, mpaka umalize kutangaza itemosekana